الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ndugu zangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Katika mazungumzo yetu yaliyopita tulijaribu kuelewa kwa nini ikawa kufunga kumewekwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vile vile tukajaribu kueleza kwa nini kufunga kwenyewe kuwe ni kwa kuona mwezi, si kwa kufuata kalenda. Kisha tukabakiwa na swali letu la tatu ambalo tumesema tutajaribu kulijibu leo insha Allahu taala. Swali lenyewe ni kwa nini twafunga? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake alizotuwekea, moja ni ibada ya kufunga, tukielewa kwamba kufunga maana yake ni kuwa huli wala hunywi wala huwezi kuonana na mke wako au huwezi kuonana na mume wako tangu alfajiri mpaka jioni. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea ibada ya aina hii? Kama nilivyosema katika mazungumzo yaliyopita, jibu la kwanza, kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu aliyetuumba ndiye aliyesema tufunge, na akamtuma Mtume sallallahu alaihi wa sallam kutueleza tufunge namna gani. Kwa hivyo hivi tunavyofunga tumeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndiyo sababu moja kubwa kwa nini twafunga sisi katika mwezi huu wa Ramadhani. Lakini vile vile kuna na hikma yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika sura ya pili aya ya 185, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhiwa nyinyi kufunga kama vile walivyofaradhiwa waliokuweko kabla yenu, ili mpate kujilinda na madhambi. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii kwanza ametufahamisha kwamba amri hii ya kufunga sio kwamba yaanza na Waislamu. Kabla ya Waislamu, mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vile vile waliamrishwa waamrishe watu wao wafunge. Kwa hivyo saumu sio kwamba yafungwa na Waislamu tu, lakini yafungwa na wafuasi wa mitume wengine vile vile. Bila shaka pitakuwa pana hitilafu kidogo, lakini amri ya kufunga wamepewa mitume waliomtangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kama aya hii inavyotwambia, yani kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyoamrishwa waliokuwa kwa kabla yenu, na nyinyi ndiyo mmeamrishwa kuwa ni faradhi kufunga vile vile. Lakini sababu ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia la'allakum tattaqun, ili mpate kujilinda na madhambi. Kwa hivyo hikima kubwa, lengo kubwa, sababu kubwa ya sisi kuamrishwa kufunga ni ili tupate kujilinda na madhambi. Lakini ukiangalia kwamba kufunga ni kuwa huli, hunywi, huonani na mke wako, inahusiana vipi kama wewe huli, hunywi na huonani na mke wako au mume wako? Vipi vitendo hivi vitakusaidia wewe usifanye dhambi nyingine? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hapa sababu ya kutuamrisha kufunga ni ili tujilinde na madhambi. Sasa kuelewa hilo, itabidi tufahamu vizuri kwamba wewe kufunga huwa ufanya nini haswa.
Kwa maneno machache ni kwamba wewe huwa unacho chakula chako mwenyewe lakini hukili, unayo maji yako mwenyewe wayaona yako mbele ya macho yako pale, lakini huyanywi. Unaye mke wako ndani ya nyumba, lakini kwa kipindi kile ambacho wafunga humgusi, na yeye vile vile uko wewe mbele yake, lakini kwa kipindi kile anachofunga hakugusi. Kwa hivyo utaona kwamba katika kukiona chakula chako mwenyewe usikile, na kuona maji yako mwenyewe usiyanywe, na kuona mke wako au mume wako mwenyewe na usimguse, katika kitendo hiki utaona kwamba kuna kitendo cha kujizuia. Yaani wewe umejizuia na maji yako, umejizuia na chakula chako, umejizuia na mume wako au mke wako. Kwa hivyo kufunga ni kitendo cha kujizuia, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyozungumza katika sura ya 19 aya ya 26 alipozungumza habari ya mwana Maryam, mama yake Nabii Isa, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpa mimba mwana Maryam bila ya kuonana na mwanamume yoyote, akazaliwa Nabii Isa. Mwana Maryam alikuwa anataka, kwa sababu watu alijua watamuelewa vibaya kwamba yeye ni mwanamwali, vipi amepata mimba. Watu watakuwa tabu kuelewa kwa nini yeye amepata mimba, na akiwaeleza nimeipata bila ya kuonana na mwanamume, basi bila shaka watu wataanza kumtilia shaka mbaya. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumtuma Jibril na akapata mimba mwana Maryam, Mwenyezi Mungu akamwambia, fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, fa imma tarayinna min albashari ahadan, ukimuona mtu yoyote, aambiwa mwana Maryam na Mwenyezi Mungu kwamba baada ya shapata mimba, ukimuona mtu yoyote, basi fakuli, mwambie inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimemwekea nadhiri Mola mwingi wa rehema, nimemwekea nadhiri ya sauma, ya saumu. Saumu hapa ni neno lile lile ambalo tutalitumia kwa kufunga, na makusudio katika aya hii, maana ya neno saumu hapa ni kwamba mwana Maryam aseme mimi nimemwekea nadhiri Mwenyezi Mungu kwamba sitasema. Yani ameweka nadhiri ya kuwa yeye hasemi. Kwa yeye hasemi ni maana kwamba amejizuia kusema, falan ukallima alyawma insiya, leo mimi sitazungumza na mtu yoyote. Kwa Mwenyezi Mungu utaona katika aya hii tumeona neno saumu limetumika kwa maana ya kujizuia kusema. Mwana Maryam hasemi, kwa hiyo amesema nimenuia saumu. Kwa hivyo neno saumu utaona kutokana na aya hii vile ni kwamba ni maana yake ni kwamba wewe umejizuia kufanya kitu. Sasa unapojizuia, wajizuia kwa nini? Huwezi kujizuia kama huna haja, kama huna nia ya kufanya kitu, huwezi sema umejizuia. Sasa unapotokewa na matamanio, unapotokewa na kutaka kufanya kitu, wataka kwenda huendi, kwa hivyo umejizuia huendi. Wataka kula huli, kwa hivyo umejizuia. Maana kuna tako wewe, wataka kitu kufanya, wataka kwenda huendi, wataka kula huli, wataka kuzungumza huzungumzi, wataka fanya kazi hufanyi kazi. Lile unalolitaka na wewe jizuia ifanye, kwa hivyo umezuilika. Kwa hivyo saumu ni kwamba wewe huwa wapigana na nguvu fulani. Kuna nguvu moja yavutia upande mmoja na wewe wavutia upande mwingine. Kuna nguvu ya kwambia sema na wewe wazuia usiseme. Kwa hivyo washindana na ile nguvu inayokuambia sema, au washindana na ile nguvu inayokuambia kula. Unapofunga wahisi wataka kula, pengine kiu imekushika sana, wahisi wataka kunywa maji, lakini kisha wajiambia usinywe maji. Kwa hivyo kuna roho moja ya kwambia kunywa, roho moja ya kwambia usinywe. Sasa kile kitendo cha kujizuia ukawa washindana usifanye lile ambalo roho yako yataka, kitendo kile ndicho kitendo cha kujizuia, na ndicho ambacho wakifundisha katika saumu. Sasa hebu tuangalie mfano mwingine, mfano ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa katika sura ya pili aya ya 249. Mwenyezi Mungu atueleza katika kisa cha Talut na Jalut. Mwenyezi Mungu atuambia,
falamma fasala Jalutu biljunudi qala inna Allaha mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu ila qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana alyawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu as-sabirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza katika kisa hiki cha Talut na Jalut. Jalut, wale ambao wamesoma kizungu, aitwa Goliath, yani alipopambana na Nabii Daud. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwamba falamma fasala Talut biljunudi, Talut huyo alipotoka na majeshi yenyewe, Mwenyezi Mungu qala inna Allaha mubtalikum binahar, Mwenyezi Mungu atajaribu nyinyi kwa mto. Yani majeshi yanakwenda vitani, lakini yatapewa majaribio, yatajaribiwa kwa mto. Mto wenyewe ni vipi? Tuambiwa faman shariba minhu falaysa minni, yoyote ambaye atakunywa maji katika mto huo basi si wangu. Yani atakuwa hayumo katika jeshi la Talut. Yani jeshi hili linakwenda vitani wakati ambapo jua ni kali sana, na waambiwa kwamba hata jua litakapokuwa kali wasinywe yale maji. Yani Mwenyezi Mungu awaambia inna Allaha mubtalikum binahar, Mwenyezi Mungu atawajaribu nyinyi kwa mto. Faman shariba minhu falaysa minni, atakayekunywa katika mto huo basi si wangu. Waman lam yat'amhu, na ambaye hataonja maji hayo, fa innahu minni, huyo ni wangu. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, isipokuwa yule ambaye atateka maji kiasi cha kofi moja hivi anywe, huyo atakuwa ameruhusiwa. Sasa matokeo yake yalikuwa nini? Jeshi lile halikuweza kuivumilia. Fashibu minhu illa qalilan minhum, wote wakanywa maji yale isipokuwa watu wachache tu. Kwa hiyo wengi ka jeshi lile walishindwa kujizuia kutokunywa maji, walikunywa yale maji walioambiwa wasianywe katika mto ule. Sasa wakaendelea baada ya kunywa maji, falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'a, baada ya kuwa wameshavuka ule mto Talut na wale jeshi lake lote waliokuwa pamoja naye, baada ya kuvuka mto ule, qalu, walisema la taqata lana alyawma bijaluta wa junudi, leo sisi hatuna nguvu za kupambana na Jalut na majeshi yake. Yani lile jeshi la Talut likawa na woga walipoliona jeshi la Jalut lilivyokubwa, na wakamuona Jalut mwenyewe alivyokuwa na nguvu mno, wakaingiwa na hofu. Lakini kukawa na ile sehemu ambayo haikunywa yale maji, ile sehemu ambayo ilitii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wakawa na imani sawasawa. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, wale ambao walikuwa na yakini kwamba watakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawakubalimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile amri ya kutokunywa. Kwa hivyo wao hakunywa maji yale. Kile kipote kidogo, kile kikundi kidogo ambacho kilitii amri ya Mwenyezi Mungu hakikunywa maji, basi wale walisema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, ni makundi mapi madogo hushinda makundi makubwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapa uwezo makundi madogo yakashinda makundi makubwa, huwapa uwezo watu ambao ni dhaifu wakawashinda wenye nguvu kwa amri yake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yapatikana wakati gani? Yapatikana wakati huo ambapo utakuwa wewe una imani ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hutaki utakapokutana naye akukute na makosa ya kutomsikiliza. Kwa hivyo wale ambao wamemsikiliza Mwenyezi Mungu wakamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale watakuwa wamekuwa na imani ya kutosha, kwa hivyo wataweza kupambana na yale matatizo watakaopambana nayo. Wallahu ma'as sabirin, na Mwenyezi Mungu siku zote yuko pamoja na wenye kuvumilia. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wanaovumilia. Kwa hivyo sasa utaona kwamba katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonyesha kwamba jeshi hili lilipewa mtihani, lilipewa jaribio, na jaribio lililopewa ni kwamba wasinywe maji, wajizuie. Yani wamepewa mazoezi ya kuzuia, wafundishwa wajizuie na wajinyime, na kutokana na kuweza kujizuia kwao
ndio wataweza kushinda vita, na kama hawawezi kujizuia watashinda vita. Kwa hivyo utaona kwamba hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelichukua hili jeshi, amelipa amri ya kwamba lisinywe maji. Sasa kitendo cha kunywa maji sicho haswa kinachotakikana hapa, lakini ni kitendo cha kujinyima, kwa sababu dakika ile wakati ambapo jua kali kama hilo na maji yako mbele yako, unayaona maji ya mto yako mbele ya jeshi hili na jua ni kali, lakini wanapokumbuka kwamba amri ni kwamba wasinywe maji, wakaacha maji yale yanywa, moja kwa moja huwa wameshinda ile nafsi yao. Kwa hivyo kitendo hiki cha kujizuia na kitendo cha kujinyima ni kitendo cha ushindi juu ya nafsi yako. Nafsi ukishinda, basi moja kwa moja umeshinda, kwa sababu nafsi ndiyo inakufanya wewe ufanye dhambi. Nafsi ndiyo inamsikiliza shetani ikaweza kuendeshwa vile anavyotaka shetani. Lakini ukishindana na nafsi ukaweza kuishinda, basi moja kwa moja umemshinda shetani, kwa sababu shetani anapokuja na amri zake kukuamrisha wewe kufanya kinyume na alivyokuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa moja kwa moja kwa kutomsikiliza shetani umemshinda shetani na uishinda nafsi yako. Ni kama utaiacha nafsi yako iendelee tu vile inavyopelekwa na shetani, inavyoendeshwa na shetani, ukawa utafanya vile vile na hakuna mazoezi yoyote ya kujizuia na nafsi yako, utaingia katika tabu. Kama Busiri anavyosema, wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radhi wa in taftimhu yanfatimi. Yani nafsi ni kama mtoto mchanga. Mtoto mchanga kama humwachishi ziwa la mamake, basi ataendelea kunyonya mpaka awe mtu mzima. Lakini ikiwa utafanya kama tunavyofanya binadamu kwa kawaida, ikiwa utamzuia anapofika miaka miwili, basi bila shaka mtoto yule haendelei kunyonya ziwa la mamake. Na nafsi ni vile vile, nafsi kama huizoezi kupinga shetani, nafsi kama huizoezi kufuata amri ya Mwenyezi Mungu tu, basi baada ya muda nafsi ile itakuwa ni kama mtoto changa ambaye hakuzuiwa kunyonya ziwa la mamake. Kwa hivyo tunapofuata sisi katika kile kitendo cha kuwa wewe huli chakula ambacho unacho wewe mwenyewe, au hunywi maji ambayo una wewe mwenyewe, au humkaribii mke wako au mume wako ambaye yuko nyumbani pamoja na wewe, unapofanya kitendo kama hicho, wewe moja kwa moja huwe umeshinda nafsi yako. Na kwa kuishinda nafsi yako ndio umeanza hatua ya kwanza ya kuweza kujizuia na kufanya masia ya kumaasi Mwenyezi Mungu. Sasa huwezi wewe kujizuia na kufanya dhambi kama hujaweza kuishinda nafsi yako, lakini ukiishinda nafsi yako utaweza kujizuia kufanya dhambi. Na utaona kutokana na kitendo hiki cha kujizuia kula na kunywa, utaona kwamba ndipo ambapo tupata mafunzo, si katika mambo ya dini tu, hata katika mambo ya kilimwengu. Baadhi yetu wengine twajua kwamba kuna kozi fulani ambao watu hupelekwa kwenda kusomea, na kusomea kwenyewe zaidi ni kazi za sulubu, ni kazi za nguvu, outward bound school. Mara nyingi utakia watu wamechukuliwa ambao wafundishwa uongozi, wamepelekwa katika milima, wamekwenda panda milima na kufanya kazi ngumu za kila aina. Sasa waweza pengine kujiuliza, kama mimi ni kiongozi, kama mimi ni meneja ofisi, kwa nini niende nikapandishwe milima ndio niwe kiongozi? Kama mimi ni mwanasiasa, ni kiongozi, ni mbunge, kwa nini nikapandishwe milima ndio mimi niwe kiongozi bora? Kama mimi basi ni supervisor tu, nimewekwa ni msimamizi wa wenzangu, kwa nini nikapandishwe milima, nikawekwe kwa shida mbalimbali, nivuke mito kwa kupanda kamba na kila aina ya kazi ngumu? Yahusiana nini mafunzo ya kupanda milima na uongozi? Yahusiana nini kuvuka mito kwa kupanda kamba na uongozi? Utaona kwamba wale walioweka kozi kama hizi wamepata funzo zuri katika masala saumu, kwa sababu kule katika kuweza kubeba sulubu unazozibeba wa ushinda, yani watengeneza wewe, wanoa ile nguvu yako mwili na nguvu yako ya moyo wako, yani wanoa ile will power yako. Na uongozi ni kuwa na will power, ni kuweza kuwa na azma, uweza kukata shauri jambo na ukaweza kuvumilia ukaliendesha pote ambalo lolote litakalotokea. Sasa kwa hivyo utapelekwa katika kozi ya kupanda milima
na kuruka mito na kufanya aina nyingine ya kazi ngumu. Hilo ni moja katika jambo ambalo utalipata katika kozi hiyo. Kwa hivyo, na katika tunapoletewa habari ya saumu twapitia mambo yale yale, kwa sababu wewe wakaa kutwa bila chakula, wakaa kutwa bila chakula, bila maji, wakaa kutwa bila ya kuonana na mume wako au mke wako. Sasa unapofanya jambo hilo, huwa moja kwa moja wewe umejizoeza kuwa ujinyime na ujikataze yale mambo ambayo roho yako nyingine yakwambia fanya. Sasa unapofunga umekuwa umefanya kitu hivyo. Sasa swali ni kwamba kwa nini iwe ni unafunga tu? Uelewe kwamba saumu imewekwa ni mazoezi, wazoezwa wewe uweze kuishinda nafsi yako isifanye mambo ya maasia, lakini sio katika mwezi wa Ramadhani tu, sio uweze kujizuia katika mwezi wa Ramadhani au uweze kujizuia kwa chakula tu na maji, lakini uweze kujizuia kwa kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza. Sasa mwezi wa Ramadhani utumie ni mwezi wa kujizoeza, kisha uendelee mpaka umalize tena, mpaka ingie Ramadhani nyingine. Kama wewe utajizuia tu kufanya dhambi katika mwezi wa Ramadhani, au kama wewe utajizuia kufanya vitu mchana, kisha jioni ukishafuturu basi waanza dhambi zako, utakuwa hukupata funzo la saumu. Au kama wewe umejifunza kujizuia katika mwezi wa Ramadhani tu, unapofika mwezi wa Ramadhani ni Muislamu mzuri sana, lakini ikisha mwezi wa Ramadhani wewe humo tena, mwezi onekana tu Ramadhani wewe anza dhambi zako, utakuwa hukupata funzo la saumu. Kupata funzo la saumu ni kwamba yale utakaozoeza katika mwezi wa Ramadhani uendelee nayo mpaka baada ya Ramadhani vile vile. Sasa ikiwa wewe waweza kuacha chakula chako mwenyewe, kwa nini uchukue chakula cha mwenzio? Kama wewe umeweza kujizuia kuchukua kitu ambacho ni chako mwenyewe, cha halali yako, unacho wewe mwenyewe, kwa nini wewe ndio ukaibe? Kwa sababu kuiba ni kuchukua kitu cha mtu mwingine. Kama umeweza kujizuia usichukue chako, kwa nini huwezi kujizuia kuchukua cha mwingine? Kama wewe umeweza kujizuia mke wako yuko mbele yako na humgusi, kwa nini ukachukue mke wa mwingine? Kwa nini ukachukue dada wa mwingine? Kwa nini uende ukachukue mama wa mwingine? Utakuwa wewe bado hujapata funzo la saumu ya Ramadhani. Kwa hivyo saumu ya Ramadhani ni lazima tuifunge, tusifunge kwa basi ni mazoea tu, lakini tunapofunga tuwe saa zote tunajikumbusha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka saumu hii la'allakum tattaqun, ili mpate kujilinda na madhambi. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hivyo isiwe zoezi hili la kujizuia kutomuasi Mwenyezi Mungu lafanyika katika mwezi wa Ramadhani tu, yataka lifanyike katika miezi yote, katika wakati wote. Lisiwe lafanyika mchana tu, lakini lifanyike mchana, lifanyike na usiku vile vile. Kwa hivyo kitendo cha kujizuia tukikiangalia tutakiona kwamba ni kitendo cha salbi, yani ni kitendo kama anavyosema Kiingereza ni negative. Lakini Uislamu vile vile waeleza saumu kwa upande wa ijabi, yani waeleza sio kwamba mwambie usifanye hivi tu. Uislamu vile vile wakufundisha fanya hivi. Sasa mpaka sasa hivi tumeangalia upande wa salbi, yani upande wa kutofanya, upande wa kujinyima, kutokula, kutokunywa, kutomkurubia mke wako, lakini hatujazungumza upande wa pili wa saumu wafanye nini. Sasa hayo ndiyo mambo ambayo yataka vile vile tuangalie. Baada ya wewe kujinyima chakula chako, au wewe kukula chakula chako, au kutomkaribia mke wako, baada ya kufanya hivi, saumu ya kufundisha kitu gani kingine? Ya kufundisha baada ya kula kwenda kutoka katikati ya mazungumzo. Hilo labda ni ombi na ngomba. Awe karibu nasi hapa. Innal hamdalillah nahmad